ala madhhabi al-Imam Shafi'i, tukiwa katika mjalladi wa kwanza, na darsa zetu zinaendelea katika somo linalohusiana na mambo ya swala. Wiki mbili nyuma tulisoma man tajibu alaihi salatu, nani anayewajibikiwa kuswali. Alhamdulillahi, kwa taufiki ya Allah tukawajua wale wanaowajibikiwa na ibada ya swala. Tuliendelea tukafika katika mlango wa adhana, al-adhanu wal-iqama. Somo likawa ni adhana tushafika al-adhanu wal-iqama, tukafika katika mlango wa adhana na mlango unaohusiana na masala ya iqama. Kama tulivyosoma katika darsa lililotangulia, maswahaba walishauriana nini wafanye ili kufahamishana kuwa wakati wa swala umeingia na kwamba wakusanyike kwa ajili ya kutekeleza ibada hiyo. Tukafahamishwa kwamba ikaja adhana badala ya kengee na lile tarumbeta. Tukaisoma adhana katika darasa letu lililotangulia, na kwa maana hiyo leo tutakuwa katika muendelezo wa darasa hilo. Leo biaunillahi wa fadlihi tuko katika shurutu sihhati al-adhan, sharti ya kusihi kwa hiyo adhana. Tumeshasoma usunna wa adhana, lakini ili adhana isihi ina sharti zake. Kwa hivyo somo letu anwani yake shurutu sihhati al-adhan, sharti ya kusihi kwa adhana. Shekhe anatwambia wayushtaratu, pana shartizwa, maana yake pana lazimishwa au ni lazima, lisihhati al-adhani, ili adhana iwe imeswihi, al-umuru taliya, lazima yapatikane mambo yafuatayo. Adhana ili iswihi kuwa adhana, kuna mambo yafuatayo yanapaswa kuzingatiwa na huyo muadhini. Tayib, jambo la kwanza, al-islamu, ni lazima anayesoma adhana awe muislamu. Fala yasihu al-adhan, kwa hivyo adhana haitaswihi kuwa adhana min kafirin, itakayosomwa na kafiri, hata kama kafiri huyo atakuwa fasaha na kutetea katika yale matamshi ya adhana, bado haitakuwa adhana. Kwa sababu gani? Liadami ahaliyatihi lilibada, kwa sababu yeye kisheria kwa sifa yake ya ukafiri siyo ahali wa kufanya ibada. Kwa hivyo hata kama atakusomea adhana maneno yale yale tena kwa ufasaha ulio bora, haiitwi adhana, kwa sababu adhana yenyewe ni ibada, na mtu yoyote ambaye hana sifa ya Uislamu hawezi kusifikana na ibada. Tunasoma siku zote kauli ya Mwenyezi Mungu,
falaqtahama al-aqaba wama adraka mal-aqaba fakku raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Hizo zote ni ibada lakini ili ziwe ibada, thumma kana minal ladhina amanu. Tumefahamiana? Thumma kana minal ladhina amanu. Kama mtu hataswali, kama hana imani, haiwezi kuambiwa swala yake ni swala, hata kama ataswali katika kiwango cha hali bora kabisa. Kadhalika akifunga, kadhalika katoa sadaka, kadhalika akenda akahiji. Sharti ya ibada ya kwanza al-Islam. Asiyekuwa Muislamu hasifiki na ibada. Kwa hivyo sharti ya adhana ni lazima msomaji wa adhana awe Muislamu. Sharti ya pili at-tamyiz, ni lazima huyu anayesoma adhana awe mpambanuzi. Fala yasihu min sabiyin ghairi mumayizin, haiswihi adhana itakayosomwa na mtoto ambaye hajaingia katika tamyiz, hajafika miaka 7, hajawa na tamyiz. Hata kama atasomeshwa yale maneno akaweza kuyasoma kwa ufasaha wake, lakini maadamu si mumayiz, adhana hiyo akiadhini haitaitwa adhana. Ni lazima sharti ya huyu mwenye kusoma adhana awe mumayiz. Fala yasihu min sabiyin ghairi mumayizin liadami ahaliyatihi lilibada, kwa sababu na mtoto aliyekuwa bado si mumayiz na yeye sio ahalul ibada. Aidha kadhalika wa adami dhabtihi lilwaqti, anaweza akayajua maneno lakini akawa bado hajaweza kudhibiti. Sasa hivi ushaingia wakati wa dhuhuri, sasa hivi umeingia wakati wa alasiri, nende kuadhini, kwa sababu ya kutokuwa na tamyiz. Kwa hivyo sharti ya pili ya adhana ni lazima muadhin awe mumayiz. Kadhalika tukiendelea na somo letu katika fiqhi, anasema adhukura, sharti ya tatu ya adhana. Ili adhana ikubaliwe kuwa adhana, ni lazima msoma adhana awe mwanamume. Fala yasihu adhanul mar'ati lirrijali, haiswihi adhana ya kuadhiniwa na mwanamke ambaye anawaadhinia wanaume. Kama la tasihu imamatuha, kama ilivyokuwa haiswihi uimamu au uongozi wa mwanamke lahum, kwa wanaume hauswihi. Tunakwenda katika swala na Uislamu, tumefahamiana. Mwanamke hana mamlaka ya kuwa kiongozi wa kuwaongoza wanaume, na imekuja hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, hawawezi kufanikiwa watu wallau amrahum nimraatan, ambao jambo lao wamempa mwanamke akawa ndiyo kiongozi wao. Lakini hapa tunazungumza katika Uislamu na dini. Usije ukaniuliza kwa watu wanaoongozana ambao wenyewe wamesema hawana dini. Umefahamu? Usije ukaniuliza, tafadhali sana. Tayeb,
mwanamke hawezi kuruhusiwa kusoma adhana, akawasomea adhana hiyo wanaume, kama ilivyokuwa hayusihi uongozi wake, uimamu wake. Kadhalika sharti ya 4, wa tartibu kalimati ladhani, kadhalika yazingatiwe ule mpangilio na utaratibu wa yale maneno ya adhana, litibai, kwa kufuata alivyoelekeza Bwana Mtume fi dhalika. Usije ukaanza la mwisho likawa la mwanzo na la mwanzo likawa la mwisho, haitaswihi kuwa hiyo ni adhana. Wali anna tarka tartibi, na kwamba kule kuacha utaratibu uliokuja katika mafundisho ya Bwana, yuhimu laiba, utakuwa unatuhumisha hii siyo adhana bali huu ni mchezo. Wa yukhillu bil i'lami, na kadhalika litakosekana lile suala la kuwafahamisha watu wakati wa swala tayari. Tumefahamiana. Walwalau, sharti ya 5, adhana isomwe kwa muwala, yani ifululizwe Allahu akbaru Allahu akbar mpaka mwisho wake muwala. Baina kalimatihi, baina ya maneno yake, bihaithu, kwa namna ambayo la yakumu, ndiyo la yakumu fasilun kabirun baina alkalimati wal ukhra, pasije pakasimama kipambanuzi kilichokuwa kikubwa baina ya neno moja na neno jengine. Kwa mfano, Allahu akbar Allahu akbar, ukakaa kwanza ukauliza vipi Yanga huko, ushafahamu, alafu ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, alafu kamba kashapata moja isiwe hivyo. Tumefahamiana Tayib. Taratibu hiyo Jambo la 5, walwalau, kufululiza baina kalimatihi bihaithu la yaqumu fasilun kabirun baina alkalimati wal ukhra. Sharti ya 6, wa rafu sauti muadhini, sharti yake anyanyue sauti, idha kana yuadhinu liljamaa, itakapokuwa anasoma adhana kwa ajili ya jamaa. Ama idha kana yuadhinu lilmunfaridi, ama itakapokuwa anaadhini kwa kuswali peke yake, fayusannu rafu sauti, inasuniwa kunyanyua sauti, fi ghairi masjidin, ikiwa haadhini msikitini, yuko shambani kwake Cheju. Ushafahamu umefika wakati wa swala, anataka kuswali peke yake, basi kule kule porini anasuniwa anyanyue sauti kama anavyonyanyua mtu hapa katika bomba, kule kule shamba, Allahu akbar Allahu akbar. Ushafahamu. Lakini karne ya 21, kwa sababu watu wengi hawataki kwenda darasani, wakakusikia hivyo wenzio unaolima nao, ima watakwambia huna akili au umekuwa mwanga. Sasa hilo ndio litakalozaliwa, kwa sababu hawajapatapo kusikia mtu akiadhini peke yake kwa sauti. Tumefahamiana Tayib. Fi ghairi masjidin waqa'ati fihi jamaa, anatuambia amma idha kana yuadhinu limunfaridin, amma itakapokuwa anaadhini si kwa jamaa, anaadhini kwa mtu mmoja, fayusannu, ndiyo
inasuniwa rafu sauti, kunyanyua sauti, lakini fi ghairi masjidin, asiadhini tena kwa sauti katika msikiti, wakaati fihi jamaatun, pashaswaliwa jamaa. Sawa, tushaadhini, tushaswali jamaa, kaja peke yake, asiwashe tena kipaza sauti akaipiga adhana nyingine, anataka kuswali peke yake, isije ikawa hivyo. Sawa. Fayusannu khafdhu sauti, katika eneo ambalo tayari jamaa ishaswaliwa, panasuniwa kwa muadhini anayetaka kuswali peke yake au watu wawili watatu, kuinamisha sauti, lialla yatawahama samiuna, ili wasije wakadhani wale wanaosikia ile adhana dukhula salati al-ukhra, kwamba imeshaingia swala nyingine, kwa kuwa anaswali peke yake na mahala ambapo tayari palisha adhiniwa kwa sauti, basi hapa ataadhini kwa sauti ya chini. Lakini bado ni sunna mtu anayetaka kuswali hata kama peke yake asome adhana. Somo iloweka hapo hata kama unataka kuswali peke yako, hata kama tayari msikitini palisha adhiniwa, wewe unataka kuswali, ni lazima au ni sunna uadhini tena. Tayari hapo? Naam, tunasogea mbele. Rawa al-Bukhari, Imamu al-Bukhari amerawi hadithi tunayoisoma ikiwa katika Sahihu al-Bukhari namba 584, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, alisema Bwana Mtume, li Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Mtume anamwambia Aba Saidi, inni araka tuhibbul ghanama wal badiya, mimi nakuona Abu Saidi unapenda masala ya mifugo, muda mwingi unakuwa na mbuzi wako, wal badiya, na kukaa huko nje ya mji huko mabeduini huko, unatafuta malisho kwa ajili ya wanyama wako. Anaambiwa Abu Saidi na Bwana Mtume, sasa fa idha kunta fi ghanamika, utakapokuwapo huko katika mbuzi wako, au badiatika, au ukawa huko katika majangwa yako huko, fa adhanta lisalati, ukasoma adhana kwa ajili ya swala, farfa'a sautaka bin nidai, huko huko porini nyanyua sauti kwa adhana fa innahu, kwani la yasma'u mada sauti almuadhini, hatosikia ule upeo wa sauti ya muadhini, jinnun, sauti ya muadhini haitosikiwa na jini, wala insun, wala haitosikiwa na binadamu, wala shay'un, kwa nakra, iwe jiwe, iwe jiti, iwe mnyama, wala shay'un, wala adhana hiyo haitasikiwa na mtu yoyote na kitu chochote, illa shahida lahu yaumal qiyama, isipokuwa hicho kitu kitakuja kuwa shahidi mbele za Allah, abduka hadha kana yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, vinakuja kutoa ushahidi. Kwa hivyo miongoni mwa faida za waadhini watakazozipata siku ya Kiyama ni kwamba vile vyote vilivyosikia sauti yao wakati wa kusoma adhana kwao siku ya Kiyama vitakuja kutoa ushahidi kwamba huyu tunamshuhudia alikuwa anatangaza na kuwaita watu kuja kutekeleza ibada zako ya Allah. Sawa,
adhana ni katika amali kubwa, na siku ya Kiyama Mtume anasema almuadhinuna atwalu nnasi yauma alqiyamati anaqa, wale waliokuwa wakiadhini hapa duniani siku ya Kiyama, yani ili uonekane. Mtume anasema Mtume kama shingo zao zitakuwa ndefu, ili mradi sio zitakuwa shingo ndefu mpaka achukize, watakuwa wanaonekanwa wao, watafanywa warefu waonekane. Yule muadhin, bwana wewe muadhin, wewe muadhin, njooni mukae huku. Tumefahamiana? Ndio maana sisi Mtume wetu akasema katika maneno bora kabisa, anatuambia kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, mimi ummati wangu wote wana nafasi ya kuingia peponi, labda yule atakayekataa mwenyewe kuingia peponi. Masahaba wanashangaa, wanamuuliza ya Rasulullah, wa man ya aba, hizi habari za pepo unazotuzungumza, anaweza akapatikana mtu kukataa kweli kuingia peponi? Kasema naam, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, atakaye kwenda kinyume na mimi, huyo amekataa mwenyewe kuingia peponi. Kwa hivyo miongoni mwa zile taa na sababu za kwenda peponi ni kusoma adhana, jambo dogo sana. Tumefahamiana Huyu tuliyomsoma ndio ushahidi wa yule tuliyomzungumza kwamba akiwa porini mtu peke yake aadhini kama anaadhini kwa ajili ya jamaa. Faida yake, hivyo vinavyosikia adhana yake vitakuja kutoa ushahidi siku ya Kiyama. Amma jamaatu nisai, ama jamaa ya kina mama, jamaa ya wanawake peke yao, jambo ambalo sisi kwetu limekuwa nadra sana. Hata wanawake wakusanyike 20, 30, kila mtu ataswali peke yake, bali hata wao wamesuniwa kuswali jamaa kwa kuswalishana wao kwa wao, sio lazima mpaka wawe nyuma ya kwetu sisi. Hapa ndiyo tunaambiwa amma jamaatu nisai fala yundabu lahunna aladhanu, jamaa ya wanawake haisuniwi kwa wao kusoma adhana. Kwa nini? Lianna fi raf'i sautihinna, kwa sababu kunyanyua sauti zao, yukhsha alfitnatu, panaogopewa fitna, kwa sababu sauti ya wanawake ni aura, inatakiwa ihifadhiwe. Sauti ya wanawake ni utupu, jafahamu. Lakini haya tunayasoma katika dini. Leo kuna mwimbo mzima wanawake na maendeleo, tusonge mbele, sijui tufanyeje. Wanawake na maendeleo, anasimama mwanamke katika kiriri, makwapa nje, anasimama kichwa wazi, hana adabu, anazungumza kwa sauti ya juu. Mwanamke huyo ukimuuliza, anakwambia mwanamke na maendeleo. Tunataka 50 kwa 50. Munataka haki hiyo kutoka kwa nani? Kwa sababu aliyowaumba ameshatoa maamuzi, arrijalu qawwamuna ala nisai. Kwa nini? Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin. Sio hivyo tu, wa bima anfaqu. Mungu kashatoa, kama ni 50 ni hiyo. Ushafahamu Kwa hivyo mwanamke kudai 50 kwa 50 ni maasi, anakwenda kinyume na agizo la Mwenyezi Mungu. Lakini ukisema maneno kama haya, unaonekana wewe ni wa mtu wa karne ya 7. Ushafahamu?
hujafika katika karne ya kimaendeleo na ustaarabu, lakini ustaarabu na maendeleo ni huu aliyouleta Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lilalamin liman shaa minkum an yastaqim. Anayetaka awe sawa sawa fa alayhi bilquran, anayetaka ustaarabu fa alayhi bilquran, anayetaka haki na sheria fa alayhi bilqurani. Nje ya Qurani hakuna hidaya, ni dhalala na halaka. Sawa? Fa aina tadhhabuna in huwa illa dhikrun lilalamin liman shaa minkum an yastaqima. Kama munataka musimame sawa, muwe watu mbele za Allah, muwe na heshima mbele za Allah, muwe na thamani mbele za Allah, basi muongozo wenu ni Qur'an. Lianna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Tunakwenda pamoja. Tayeb. Kwa hivyo adhana kwa upande wa akina mama, yukhsha alfitnatu wa yundabu lahunna aliqama. Kama wanataka kuswali iwe kwa jamaa au mumfaridati, kila mtu peke yake, basi ni sunna na yeye aqim. Sawa? Mwanamke ni sunna kuqim. Sawa? Liannaha, kwa sababu ile iqama, listihdhari alhadirina, madhumuni yake kuwataka kuhudhuria, istihadhi ndio istinhadhi, kuwatutumua na kuwainua, alhadirina, waliohudhuria. Walaisa fiha rafu sautin, katika iqama hakuna kunyanyua sauti, kal adhan, kama ilivyo katika adhana. Jambo la saba, dukhulul waqti, ili adhana ihesabiwe hii ni adhana, usiadhini nje ya wakati. Siku hizi misikiti mingi hapa kwetu imeondoka katika taratibu, hasa siku ya Ijumaa. Watu wanaadhini kwa ajili ya swala ya Ijumaa na wanasoma hutuba kwa ajili ya swala ya Ijumaa kabla ya wakati wa swala ya Ijumaa kuingia. Sawa? Iko kauli katika madhehebu ya Imamu Hambali, iko kauli ni dhaifu hiyo kauli. Hata huko katika madhehebu ya Hambalia iko kauli inayosema siku ya Ijumaa inaweza ikasomwa hutuba ya Ijumaa hata kama saa 4 saa 5, lakini kauli iliyo na nguvu, swala ya Ijumaa inaingia katika ule wakati wa swala ya adhuhuri, na huwezi kuadhini kwa ajili ya swala fulani mpaka huo wakati wa hiyo swala uwe umeingia. Ama swala ya asubhi, hii unaweza ukaadhini adhana ya kwanza kabla ya kuingia kwa wakati wa swala ya asubhi, na adhana ya kwanza katika siku ya Ijumaa. Tumefahamiana? Kwa hivyo katika madhehebu zote swala ya Ijumaa inaingia kwa kuingia wakati wa swala ya adhuhuri. Ushahidi mwepesi, ndiyo siku ya Ijumaa hakuna swala ya adhuhuri. Tumefahamiana jamani? Lakini siku hizi misikiti mingi saa 5 hutuba ya Ijumaa inasomwa, 6 kasorobo hutuba ya Ijumaa inasomwa. Inakuja kuswaliwa Ijumaa wakati ambapo ndio inaingia wakati wa Ijumaa, lakini hutuba mbili ni sharti zisomwe ndani ya wakati wa swala ya Ijumaa. Tunafahamiana mashekhe? Huku katika fiqhi huku
ndiyo sehemu muhimu sana ya kuisoma dini yetu na kuifahamu na kuweza kutekeleza ibada, lakini ndiyo ilmu ambayo watu wengi sana huwa hawaisomi au hawaisomeshi au hawakai kusikiliza darasa zake. Lakini hii ndiyo ilmu itakayokuwezesha namna gani utekeleze ibada unayokusudia kuitekeleza. Tunakwenda pamoja. Saba, dukhulul waqti liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, sharti ya kuingia kwa wakati imekuja katika kauli ya Mtume, idha hadharati salatu, ukihudhuria wakati wa swala. Kwa maana ikihudhuria swala mpaka kwanza ihudhurie, kwa maana wakati wake uingie. Falyuadhin lakum ahadukum, asome adhana kwa niaba yenu mmoja wenu, awaambie watu walio pembeni pembeni wakati wa swala tayari. Rawahu al-Bukhari, hadithi ya 602, wa Muslim 674. Wala tahdhuru salatu, na haihudhuri swala illa bidukhuli waktiha, isipokuwa kwa kuingia wakati wake. Walianna al-adhana, na kwa vile adhana imeletwa liilami bidukhuli alwaqti, kuwafahamisha watu wakati wa swala umeingia. Fala yasihu qablahu bil ijma'i, haisihi kuadhini adhana ya swala fulani kabla ya kuingia wakati wake. Tumefahamiana Tuko pamoja kwa ijma'i ya wanawazuoni, illa fi subhi, isipokuwa katika swala ya asubhi. Fa innahu yajuzu min nisfi llaili, katika swala ya asubhi inajuzu ikifika saa 6 usiku kuadhini kwa ajili ya swala ya asubhi, kuwaweka watu tayari. Musikorome sana, kuna swala inakuja huko ya asubhi. Lima sayaati, kwa maelezo yatakayokuja. Fi sunanil adhani, katika sunna za adhana. Adhana yenyewe ni sunna, alafu ndani ya adhana kuna mambo ni sunna kuyafanya. Tayari hapo tunaendelea. Wayusannu lil adhani, inasuniwa kwa adhana al umuru talia, yani sunna zimeingia ndani ya sunna Ndani ya adhana ziko sunna ambazo zinakuja. Al awwalu an yatawajjaha al muadhinu ila al qibla, ni sunna msomaji wa adhana wakati anasoma adhana kuelekea qibla. Liannaha, kwa sababu qibla ashraful jihati, hapa duniani ndiyo sehemu tukufu na bora kuliko sehemu nyingine yoyote. Na ndiyo maana Allah akamwambia, qad nara taqalluba wajhika fi samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam wa haithu ma kuntum, na nyie mliounguja popote mlipo, alafu fawallu ujuhakum shatra, elekeeni huko, ndio qibla. Kwa hivyo ni sehemu tukufu sana. Msomaji wa adhana anasuniwa wakati akisoma adhana kuelekea qibla. Hilo la kwanza wa huwa, na usuna huu wa kuelekea qibla, almanqulu, umenakiliwa huu salafan, kwa wale masalafu saleh, wa khalafan, na wale waliokuja baadaye katika watu wema. Na hapo kidogo tufahamu,
kuambiwa kuna watu salafu saleh, sio kwamba waliokuwa hawakuwako katika wale salaf waliokuja baadaye sio watu wema na hawafai kuzizingatia kauli zao. Wamekuja vile vile khalafu, hawa khalaf na wao wapo wema, wana wazuoni wakubwa. Kwa hivyo kuna salaf wa khalaf. Tumefahamiana? Pili, wa an yakuna tahiran, sunna kwa muadhin wakati anasoma adhana awe tayari ana udhu, awe ametwaharika min alhadathi alasghari walakbar, atwaharike na hadathi ndogo na kubwa. Fayukrahu aladhanu, ni makuruhu kusoma adhana lilmuhdithi, kwa mtu ambaye hana udhu akatangulia kusoma adhana alafu akenda akachukua udhu, ni makuruhu. Wa adhanul junubi, na adhana ya mtu ambaye atakuwa na janaba, ashaddu karahatan, ndio makuruhu zaidi. Sawa? Tayeb. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kuwathibitisha maneno haya mtume wa Allah amesema, karihitu, mimi nimechukia, sikupenda, an adhkura Allah, kumtaja Mwenyezi Mungu azza wa jalla, illa ala tuhurin, isipokuwa nimtaje Allah nikiwa na udhu. Hata kama unataka kukaa kuvuta adhkari, unataka kuleta dhikri zako, basi ni sunna kuchukua udhu ukawa unamtaja Allah ukiwa na udhu, kwa sababu mtume wetu anasema yeye anachukia kumtaja Mwenyezi Mungu bila ya kuwa na udhu. Lakini sio kizingiti na kikwazo cha wewe ukose kumtaja na kumdhukuru Allah kwa kuona kwamba mimi hapa sasa hivi sina udhu. Mdhukuru Mwenyezi Mungu katika hali yoyote utakayokuwa nayo. Wale watu wa tarika wana kasida yao, wanasema, wameitohoa katika maneno ya Allah, wanasema udhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubi wa mubtajia. Wanasema mdhukuru Mwenyezi Mungu katika hali yoyote ile, qiyaman, ukisimama, wa qu'udan, ukikaa, wa ala junubi, ukilala, ili mradi ulimi wako usije ukawa mkavu kwa kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nari. Tayib, tukiendelea namba 3, wa an yuadhina qaima, ni sunna mtu kusimama awe akadhini huku akiwa amesimama, hata kama kuna kipaza sauti lakini yeye muadhin ni sunna asome adhana akiwa amesimama, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa maagizo ya bwana mtume, anamwambia Sayyidina Bilal, ya Bilal, qum fanadi lissalati, simama utowe mlingano kuwalingania watu waje kuswali. Namba 4, an yaltafita ndio biunuqihi, ndio an yaltafita biunuqihi, wakati anaadhini awe anakengeuka kwa shingo yake upande wa kulia na upande wa kushoto. An yaltafita biaqibihi au biunuqihi, ndiyo kwa shingo yake, la bisadrihi, asigeuke kifua chake chote. Allahu akbar, Allah kageuka huku kabisa,
Allahu akbar ukageuka huko kabisa, shingo tu, tafahamu. Katika hayya ala salati zile, yaminan ataelekea upande wa kulia, fi hayya ala sala, wa yasaran ataelekea kushoto, fi hayya ala alfalahi, hayya ala salah, hayya ala alfalah. Hiyo ni sunna. Tayib, rawa al-Bukhari 608 anna Aba Juhaifata, kwamba sahaba Abu Juhaifa radhiyallahu anhu qal raaitu Bilalan yuadhinu, mimi nimemuona Bilali akisoma adhana, fajaaltu atatabahu fahu, nikawa nakifuatilia kinywa chake, huna wa huna, huku na huku, bil adhan yaminan wa shimala. Mahala gani? Hayya ala sala, hayya ala alfala. Katika sunna za adhana kadhalika, an yuratila, ni kuisoma vizuri adhana. An yuratila, kuisoma vizuri adhana, ay an yuratila kalimati al-adhan, wa huwa at-ta'anni fihi, na hiyo tartil ni kuisoma kwa upole ile adhana, so kama unafukuzwa vile, umefahamu At-ta'anni, upatikane upole wakati wa kusoma adhana, ndiyo tartili hiyo Qur'ani anatuambia Mola wetu, warattilil Qur'ana tartila la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alaina bayana. Maneno ya Mwenyezi Mungu mazuri kabisa hayo. Anaelekezwa mtume aisome Qur'ani vizuri, na wewe ukisoma Qur'ani uisome vizuri. Kuisoma vizuri sio kumgeza Sudesi, sio kumgeza na mwingine yoyote. Kuisoma vizuri, kuipa kila herufi haki yake. Ile herufi penye mada ipatikane, penye shadda ipatikane, penye dhwe paepushwe na vwadi. Ndiyo tartili hiyo. Hatuwezi kusema usome kama Sudesi, wengine masauti yetu hayo yameshaboba toka alfajiri, umefahamu. Kuja kumwiga Sudesi leo unampata wapi? Unataka kuwachekesha watu, umefahamu Kwa hivyo isomwe vizuri adhana Tunakwenda lianna al-adhana i'lamun lilghaibina, kuwapa taarifa watu waliokuwa hawapo kwamba jamani, wakati wa swala umefika. Fakana tartilu fihi, ikawa ule usomaji wa kidogo kidogo, ablaghu fil i'lami, ndio unaokwenda mbali zaidi katika kufahamisha. Sawa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pole pole, pole pole. Si vibaya kutia kidogo vinaghama, lakini isiwe mpaka zile herufi zikapotea. Allahu akbar, mpaka zile herufi zikapotea, ikabado wewe na uladha wako tu ile kuimba kwako, kwa sababu Mungu kakupa sauti. Kufanya hivyo ni makuruhu katika adhana. Tumefahamiana? Haya, tunakwenda, tuko wapi? I'lamun lilghaibina fakana tartilu fihi ablaghu fil i'lami. Sunna ya sita ndani ya adhana, at-tarji'u bil adhan,
kufanya kitu kinachoitwa tarjii. Waadhini wengi hichi hawakifanyi. Hakuna makosa kuto kukifanya, lakini kukifanya ni sunna. Wa huwa, na tarjii ni nini? An yaatiya almuadhinu bishahadataini, kuzileta shahada mbili mtu muadhini, sirran kabla an yaatiya bihima jahran, kabla hajazileta kwa dhahir. Unasemaje? Allahu akbar, Allahu akbar, alafu ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, ashhadu anna Muhammadar. Hiyo ndio tarjii. Kama hujaizoea usiende ukatuharibia adhana zetu msikitini. Umefahamu bwana? Ukajidai unataka kufanya sunna ukavuruga zaidi. Jifundishe kwanza, na jambo lolote lililokuwa halijazoeleka, kama msikiti kwako hujalisomesha, usitake kuleta mambo ambayo yanaweza yakasababisha firaq, watu kufarikiana na kukhitalifiana kwa jambo ambalo kumbe ni la sunna. Sisi maskini tumeshindwa kulielewa hilo. Lakini muangalie Nabii Allahi Harun wakati akiongozana na kaka yake Musa alayhi salam, alipewa majukumu na kimbilia katika wito wa Allah subhana, hawa watu na kuachia wewe wasimamie, waongoze mpaka nitakaporudi. Alipoondoka Musa, Haruni alikuwa mtu mpole sana, tofauti na Musa. Ndipo Samiriyu alipovimba mabawa, akatengeneza sanamu, akawaambia huyu ndio Mungu wenu. Musa akasahau uko alikokwenda, Mungu huyo hapa, anzeni kuabudu. Haruna kawalingania, jamani, hiyo ni shirki, msifanye hivyo. Lakini siku zote mambo yanayoripuka hupata watu wengi, yakaonekana kuwa ndio ya haki sana, basi watu karibu wote wakabaki wachache sana na Haruna. Nabii Allahi Musa anarudi, kashapata maelezo kutoka kwa Mola wake huko, anakuja macho yameiva, kamkamata ndugu yake. Kwa nini umefanya uzembe huu? Anamwambia, kaka we, usiwafanye walionuna wakacheka. Hawa maadui zangu ukinikamata kama hivi watacheka, watageuza picha hawa waseme, unaona hata Musa anamgomba ndugu yake Haruna. Kwa nini hakushirikiana na sisi? La tushmit bi al-a'daa, usiwape kicheko maadui. Sie Waislamu leo tunawapa vicheko maadui zetu, wanatucheka, hatuna maana yoyote. Umefahamu? Sasa anaulizwa Haruna, kwa nini umeona hali kama hii, hukuondoka ukawaacha? Haruna anasema, inni khiftu an taqula farraqta baina bani, sikuweza kuondoka, sikutaka lawama ya kuja kuambiwa mie nimewagawa wana wa Israila. Angalia mtume wa Mungu anakaa mahala anaposhirikishwa Mungu, lakini anachoogopa asiwe yeye kafanya nini. Sisi kuwagawa watu na kuwafarikisha watu tumeona jambo la kawaida kabisa, na ni jambo jepesi kabisa, wala halina tatizo lolote. Je, umefahamu hapo madhumuni yangu? Namna gani umoja unavyotakiwa. Usilete jambo ukenda ukawagawa watu kama jambo lenyewe ni la sunna. Tafahamu? Haya, ndiyo hilo at-tarji'u bil adhan, wa huwa an ya'ti al-muadhdhinu bishahadataini sirran qabla an ya'ti bihima jahara, lithubuti dhalika, kwa sababu hilo limethibiti fi hadithi abi mahdhura radhiyallahu anhu, kwa hadithi ya Abu Mahdhura alladhi rawahu Muslim, wa fihi, na ndani ya hadithi hiyo, thumma ya
Yaudu, kisha anarejea, fayaqul, anasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Jambo la saba, atathwibu, kufanya tathwib fi adhani subhi, wa huwa, na tathwibu, an yakula ba'da hayya ala salah. Wewe utasema ile baada hayya ala salati, as-salatu khairun minan naum marrataini, sawa. Liurudi dhalika, kwa sababu hilo limekuja fi hadithi Abi Daud, iko katika sunani Abi Daud namba 500. 8, an yakuna almuadhinu sayitan, awe muadhini ana sauti kwanza kali, alafu hasana sauti, awe na sauti nzuri. Ushafahamu? Liyaraqa qalbu samii, ili ule moyo wa mtu anayeisikia ile adhana upende na uliwazike. Ushafahamu? Isiwe anaadhini kama shaharani, ipatikane sauti nzuri katika kuadhini, ili yule anayesikia adhana. Tulisoma kule Maharibiko kile kisa cha ambacho hakina hadithi ya usahihi, maneno tu, wanaita bulghatul majlis. Wale wanaokwenda katika anga za mbali huko, walipokuwa katika chombo chao, walisikia Allahu akbar, Allah, sauti nzuri kabisa. Mmoja anamuuliza mwenzie, hii sauti hii tunaisikiaga wapi? Kuna sehemu naisikia hii? Ambia, sauti hii tunaisikia duniani. Wao wakuangaza mbali huko, naisikia duniani. Inakuwa sauti ya nini? Anaambiwa, sauti hii Waislamu wanapotaka kuswali huwa wanaitana kwa sauti hii. Kwa hivyo sasa hivi huko wanaitana wakaswali. Sauti nzuri kwelikweli. Wakaenda, si wakati wa swala, misikiti si mingi, ushafahamu. Baada ya adhana ya msikiti Masjidi Taqwa nzuri, wakaenda kwetu msikiti wa Kwarara, ikatoka adhana, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ushafahamu? Yule mmoja akauliza tena, na hii sauti mbona mbaya hivi? Hii sauti ya nini? Anasema hii sauti, kwa sababu yule mmoja si ana dini kidogo, akaambia hii Waislamu wakitaka kuitana kwenda kuzika, wakitaka kuzika ndio wanakuwa hawana sauti nzuri, wamehuzunika, ndio bao bao. Lakini hiyo jamani haiko katika hadithi ya Mtume. Mwalimu ukiwa unasomesha, wanasoma wenyewe, wanasoma wale walimu wale wa vyuo vya ualimu, wanasema mwalimu, ili uwe mwalimu ni lazima uwe mbunifu wa kuwafanya wanafunzi wako wawe na wewe. Unafahamu? Unatakiwa mwalimu uwafanye wanafunzi wako wawe na wewe, isije ikawa mwalimu na wanafunzi wake kama mtu na mkwewe. Ushafahamu? Sisi tumezoea mtu na mkwewe, mtu anamuogopa sana kuliko hata baba yake na mama yake, au sio? Kumbe yule mkwewe naye ni mama yake sawa sawa na yule mama yake wa kawaida, lakini vinakuwa hivyo. Sasa mwalimu na mwanafunzi hatakiwi kama kuwa mwalimu na nani yule mtu na mkwewe, lazima mwalimu atengeneze miundombinu ya kumfanya mwanafunzi wake asiwe na hofu na mwalimu wake. Mshafahamu? Atashindwa kuuliza. Asante, tumemaliza. Siku moja tulisomesha hapa, zungumza, kumbe bwana siku hiyo walikuja madoktori, sijui walifuata nini hapa Unguja, Waislamu wakaja humu msikitini mwetu. Baada ya kisha kutoka darasani wakanifuata, wakaniuliza, wewe profesa, wewe amahani jamani, sisifu, wewe profesa, wewe dokta, umesoma wapi? Nilipata mwaliko hivyo mimi nikatoe muhadhara chuo kikuu cha kile cha muhimu cha Dar es Salaam, chuo kikuu wanahitaji UDSM. Nikasema shahara nini, nikazungumze na watu waliokuwa nywele zisha funika kichwa, nikazungumze nao, sitaki mimi. Ushafahamu?
Kwa hivyo mwalimu lazima ndo viji neno kama hivyo usioni tabu. Tunamaliza kwa leo darasa letu katika hadithi ya ngapi? Ya 8. Swayitan hasana sauti liyaraqa qalbu sami'i wa yamilu ila al-ijaba, ili yaelekee na kumili katika kuijibu ile adhana liqaulihi sallallahu alayhi wasallam liabdillah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Huyo Abdullah ibn Zaid ndio aliyoota ndoto ya adhana alladhi raa al-adhana fi an-naumi, yeye ndo aliyoota ndoto hii ya adhana usingizini. Akamwambia Mtume sallallahu faqum maa Bilali, wewe utasimama pamoja na Bilali kwa ajili ya kazi ya sawa faqum maa Bilali faalqi alayhi, nenda ukamsomeshe Bilali ma raaita, kile ulichokiona katika ndoto. Faliuadhin bihi, alafu Bilali ndio aadhini kwa hiyo adhana uliyoiona. Kwa nini amechaguliwa Bilali? Fa innahu anda sautan minka, sauti yake inafika mbali kuliko wewe. Tafahamu? Yeye alisema Rasulullah, nimeiona mimi, natamani mie ndio niwe muadhini. Akaambiwa sharafu yako wewe ni kwamba Mungu ukapitisha kwako adhana ijulikane, lakini kuna mtu aliye na sauti bila ya bomba. Umeshafahamu? Bilali Bilali ibn Rabah. Alafu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha mengi Waislamu au wanadamu. Bilali alikuwa mweusi, Bilali alikuwa mtumwa. Maka na Madina ni nchi ya Waarabu, nchi ya Makuraishi, nchi ya Maansar, lakini bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anamchagua Bilali, utakaa hapo. Hakumchagua kwa sababu ya kumpendelea, bali alimchagua, alikuwa mtu munasaba kwa ile kazi. Sie tunapeana kazi mtoto wa mjomba na binamu yako na rafiki zako mliopiga kampeni pamoja, hata kama hakutakiwa katika jimbo lake, wewe utamuweka. Ushafahamu? Haiwezi kuwa, hatuwezi kwenda. Ndio maana tunakwama. Maadamu tumemuacha Mwenyezi Mungu na mtume wake, wallahi hatuwezi kufanikiwa. Tutateseka hivi mpaka kila mmoja wetu umdiriki umauti kwa siku yake, lakini hatuwezi kufanikiwa, kwa sababu kila anayekuja haji kwa ajili yako wala kwa ajili yangu. Batinuhu, tumbo lake baba, huo ndo ukweli. Umefahamu? Kama utake si basi. Faalqi alayhi ma raaita falyuadhin bihi, na adhini Bilali, fa innahu anda sautan minka, huyu ana sauti inayofika mbali kuliko wewe. Qala fil misbahi, neno anda nini? Sautan minhu kinayatan an quwwatihi wa husnihi, ina nguvu alafu nzuri, sawa. Kwa hivyo Bilali akapewa kazi hiyo kwa sababu alikuwa na sifa hiyo, sawa. Tunasema tujifunze kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fi din wa allimna ta'awila wa tafasir warzuqna ittiba'a ya rabbal alamin. Inshallah tutafika hapo, tutakuja kuendelea kesho na darsa zetu hizi darsa hizi muhimu sana sana sana. Tusiache kuhudhuria katika darsa za ilmu ya fiqhi, ndio ilmu ambayo itatufanyia sahala ya namna ya kuweza kutekeleza ibada zetu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.